Yes sir, bwana kawa karibu sana kwenye Ice You Kill Me. Hii ni chapter 5. Sasa bwana nikukumbushe chapter 4 tulishia wapi? Tulishia ambapo siri ya aliyekuwa makamu wa rais nchini Tanzania, Judy, kushikiliwa mateka katika magereza nchini Russia inatambulika. Tena inatambulika na dunia nzima. Sasa mara baada ya kutambulika, jukumu hilo la kuwaokoa alikuwa amekabidhiwa jasusi hatari na mwenye uwezo wa hali ya juu, na mzungumzia Ryan. Unaweza kumuita K2, mtu mbadi. Lakini pia vita ya kisiasa na uchu wa madaraka vinapelekea mauaji ya kutisha ya wanafunzi wasiokuwa na hatia katika mapango ya Amboni kule Tanga. Mtengenezaji wa mpango wa mauaji hayo wanafunzi ni mzee Max pamoja na Ghost, watu ambao Ryan anawaamini kwa maisha yake yote. Lakini pia Ryan anakuja kuitambua hii siri ya kwamba wale wanafunzi waliuawa na Ghost pamoja na mzee Max. Sasa hiyo siri Ryan anakuja kuitambua akiwa katika dakika za mwisho za kuuawa kwake, na hii ni mara baada ya misheni yake ya kumwokoa Judy kufeli, na walikuwa wamewekwa katika eneo la kuuliwa kwa kupigwa risasi na wanajeshi wa nchi ya Russia. Sasa tukawa tunajiuliza, je, Ryan na wenzake watasalimika? Taarifa kwa mitandaoni zinasambaa ya kwamba Ryan sijui ameuawa hivi na hivi, mara sijui anaenda kuzikwa na maninja wenzake sijui. Je, hizi taarifa ni za kweli? Sasa karibu kwenye hii Ice You Kill Me chapter 5. Bibi naitwa Uncle J. Bwana, huu mzigo umetayarishwa na kuandaliwa na Edazaria G Msulwa. Karibu mtu wangu. Hii ni sehemu ya kwanza ya Ice You Kill Me chapter 5. Naam, wanajeshi waliokuwa wamezunguka eneo hili wakisubiria kwa hamu sana kushuhudia jinsi wanajeshi wenzao watakavyoweza kutekeleza mauaji ya maadui waliokuwa wamewakamata. Ghafla walijikuta pale wakipigwa na bumbuazi, na hii ni mara baada ya wanajeshi wenzao hao kuwageuka. Walianza pale kushambuliana kwa risasi mfululizo, jambo lililosababisha eneo hili kugeuka kuwa kuzimu yao ndani ya muda mfupi sana. Kilikuwa ni kitendo cha kushangaza mno. Kwa nini wanajeshi wao kwa wao wenyewe wamegeukana? Ryan akauliza, nini kinachoendelea eneo hili? Ryan alistaajabu, alipigwa na mshangao. Alishuhudia jinsi wanajeshi walivyokuwa wanazidi kufa. Mwanajeshi mmoja akamsogelea Ryan pamoja na wenzake, akazikata zile nyororo za mikononi pamoja na migooni walizokuwa wamefungwa. Yule mwanajeshi akasema, tufuateni haraka. Mwanajeshi huyo alizungumza huku akimkabidhi Ryan bastola yenye magazini iliyokuwa imejaa risasi za kutosha. Hapakuwa na muda wa kuulizana maswali, kwani hisani walikuwa wamefanyiwa ni kubwa mno, ambayo kwa namna moja ama nyingine ilikuwa inaleta uaminifu. Walizidi kuzama mapangoni, huku Ryan akiwa amembeba Judy mabegani mwake, huku mume wake Willy akiwa amebebwa na mmoja wa wanajeshi aliyekuwa amejazia mwili wake kikamilifu kabisa. Shit. Mwanadada Nadia alionekana kutukana huku akiwa amevimbiana kwa hasira, kwani kilichokuwa kimetokea hakukitarajia kabisa. Nadia alitolewa ndani ya gereza hilo huku akiwa amezungukwa na wanajeshi wa nchi ya Russia. Akaingizwa pale kwenye moja ya gari lililokuwa wamefika nalo eneo hilo, na kisha wakaondoka kwa kasi mno, kwani hali ya hewa tayari ilikuwa imeshachafuka eneo hilo. Hakikisheni hawatoki hao mateka, na wanajeshi wote waliotusaliti hakikisheni hawatoki ndani ya ile eneo. Mkuu wa gereza alizungumza kwa simu ya upepo, yani radio call, huku akiwa amekaa siti ya mbele kabisa katika gari hilo ambalo alikuwa amelipanda Nadia. Imekuwaje wametusaliti? Yaani imekuwaje baadhi ya wanajeshi Nadia alionekana amepagawa kwa hasira kweli kweli. Hata mimi sitambui mkuu, ila kwenye lile gereza hakuna mwenye uwezo wa kutoroka, lazima tu tutawakamata. Hakikisheni mnafanya hivyo. Washenzi wale hawapaswi kuwa hai hata kidogo. Nadia alizidi kuzungumza kwa kufoka, huku gari zipatazo 8 zinazomsindikiza huku zikiwa zina wanajeshi zikizidi kuchanja mbuga zikirudi Moscow kwa ajili ya usalama zaidi. Ongezeni mwendo. Mwanajeshi anayewaongoza Ryan pamoja na wenzake aliwaambia waongeze mwendo. Walizidi kukatiza kwenye kona za mwanga hafifu ndani ya mapango hayo makubwa ya mawe. Wanajeshi wengine wanaofuata kwa nyuma, kazi yao ilikuwa ni kuhakikisha kwamba wanapunguza kasi ya wale wanajeshi wenzao wanaowafuatilia kwa wingi.
mashambulizi ya risasi yalizidi kurindima kiasi cha kuwafanya Ryan na Anastasia kusaidiana sasa na wanajeshi hao ambao wamekuwa upande wao kuwashambulia wale wanajeshi wa Russia wanaowafukuzia. "Nyinyi kimbieni, kimbieni." Mwanajeshi mmoja ambaye alikuwa yuko nyuma, ambaye yuko upande wa Ryan, alizungumza huku akivuja damu kifuani mwake, na hii ni mara baada ya risasi moja kumpiga mgongoni na kutokezea upande wa mbele. Mwanajeshi huyo alichomoa bomu aina ya C4 lililokuwa limewekwa ndani ya begi lake. Akawaambia wakina Ryan kwamba kimbieni. Alizungumza hivyo kwa kujikaza, huku akitoa ishara kwa wenzake ya kuhakikisha kwamba wanatoka haraka iwezekanavyo, kwani yeye ana mpango kujitoa muhanga, anataka kufa na wanajeshi wanaowafukuzia. Akajibanza kwenye moja ya kona, akalitegesha bomu hilo lenye uwezo mkubwa mno kulipuka. Alitegesha ndani ya sekunde 5 tu. Akawatazama wenzake walikuwa wanazidi kutokomea kwenye hilo eneo. Akawatazama wanajeshi waliokuwa wanakuja kwa machale mno, huku wakifyatua risasi zinazoishia tu kupiga kwenye miamba. "No, come on," alizungumza mwanajeshi huyu anayetaka kujitoa muhanga mara baada ya bomu hilo kuliona limebakiza sekunde 1. Ikagota kwenye sekunde ya 0. Ulitokea mlipuko mkubwa mno, mlipuko ambao ulivunja hiyo miamba ya mawe, ikawazika wanajeshi wote waliokuwa wanapita njia hii ya kuwafukuzia kina Ryan na wenzake. Na huo ndio ukawa mwisho wa njia hiyo kuweza kupitika, kwani mawe makubwa makubwa yalikuwa miziba eneo hilo la njia. Mtetemeko wa mlipuko wa bomu hilo ulizidi kuwafanya kina Ryan na wenzake wazidi kusonga mbele kwa kukimbia, kwani bila kufanya hivyo miamba ilikuwa inaendelea kuchanika na kuangusha vipande vikubwa vya mawe. "Piteni huku." Hapo walikutana na mwanajeshi mwingine ambaye alikuwa anawasubiria kwenye moja ya kona, na wakaungana naye, wakazidi kukimbia mpaka kwenye eneo lenye maji mengi. Ryan alijikuta kishangaa mara baada ya kuona submarine kubwa ikiwa imezingirwa pale na wanajeshi wa Russia wenye bunduki. Hapakuwa na muda wa kupoteza zaidi ya kuingia ndani ya submarine hiyo, na baada ya wanajeshi wote kuweza kuingia ndani ya submarine hiyo, taratibu ikazama ndani ya maji na safari ya kupita kwenye kina cha chini cha bahari ikaanza. Judy na mume wake walianza pale kupatiwa huduma ya kwanza na madaktari wanajeshi ambao hadi sasa hivi Ryan hajapata jibu la uhakika ya kwamba ni kwa nini wamesaidiwa na kwa nini wanajeshi hao wamesaliti nchi yao upendo ya Russia. Energy, nipatie energy." Mwanajeshi aliyokuwa amefungua nyororo alizungumza huku akimrushia Ryan kikopo chenye kinywaji cha energy. Ryan alikifungua kinywaji hicho, akakipiga pale mafumba mawili mazito, na kisha akaipunguza ile kiu yake ya maji tokanayo na kukimbia kwa muda mrefu. Sitaki kuamini hiki ninachokiona sasa hivi. Imekuwaje? Ryan alizungumza huku akimtazama mwanajeshi huyo. Ni ngumu kukuelezea ukaelewa kwa sasa, lakini pumzika kwanza na tumuombe Mungu tutoke salama kwenye huu ukanda wa Russia. Sawa, kama hata hivi vitakusaidia. Mwanajeshi huyo alizungumza na kumkabidhi Ryan blanketi kubwa pamoja na koti kubwa, na kisha akasimama na akamwita Ryan kwa ishara, na wakaongozana pale mpaka kwenye chumba kimoja chenye vitanda vya kubebana juu na chini, hadi double decker. "Baada ya lisali moja mtapata chakula." "Shukrani sana." "Karibu." Samahani, naweza nikakuuliza swali?" "Bila shaka unaweza ukauliza." "Unaitwa nani?" "Naitwa Sergeant Sam." "Nashukuru sana Sam." Sergeant Sam akatoka pale ndani na kisha akaufunga mlango wa chumba hicho. Ryan akatazama vitanda hivyo na kisha akapanda kitanda cha juu. Alivaa koti kubwa alilokuwa amepewa, kwani sasa alikuwa anaanza kuhisi baridi, na hii ni mara baada ya damu yake kutulia kutoka katika heka za mapambano. Hazikupita dakika 10, mwanadada Anastasia akaingia ndani ya chumba hicho na kisha alijitupa katika kitanda cha chini. "Yaani kama leo sijafa, sitakufa tena kwenye maisha yangu." Anastasia alizungumza kwa kihema kwa nguvu kweli kweli. "Kwa nini unazungumza hivyo bwana?"
Hivi unajua ni nadra sana kwa nchi kama hii. Sasa hili jambo iliyotokea hata sielewi. Yaani ukishawekwa kizimbani, sisi hapa Russia, ujue kinachofuata ni matundu tu ya risasi kujaa katika mwili wetu. Na jinsi AK47 ilivyokuwa na nguvu, haiwezi kukuacha salama Ryan. Sasa kama nimepona leo, unategemea mimi nitakuja kufa? Labda tu Mungu mwenyewe amue. Lakini sio mwanadamu. Ni kweli ni Mungu mwenyewe na makusudi yake. Amehitaji tuweze kuwa hai hadi sasa. Ni kweli. Hivyo hao jamaa unaojua walotusaidia, hawa ni miongoni mwa wenzetu ambao kwa namna moja ni vijana wa mkuu. Nilisha kukueleza kwa ufupi kwamba mkuu na watu kila mahali ndani na nje ya serikali za nchi zote duniani. Ndio maana ana uwezo wa kumjua adui yetu na hatua zake. Ni jambo la kawaida sana. Sasa unataka kuniambia hawa walikuwa wanafanya kazi ndani ya jeshi? Na wapo waliosalia pia. Hao ni wachache tu kati ya wengi ambao wapo kule. Bwana, kazi kweli kweli. Ila jambo la kumshukuru Mungu ni kwamba tumeokoka kwenye kifo. Na ndio maana nasema kama tujafa leo, basi Israeli mtoa roho za watu atupishe kwanza kidogo. Anastasia. Ryan alicheka kwa furaha huku akifikiria jinsi walivyokuwa wameokoka kwenye kifo hiko. Ngoja kwanza niwaone wanavyohudumiwa. Okay, sawa. Ryan alishuka kitandani na kisha akaingia katika chumba ambacho Judy na Willy walikuwa wanapatiwa pale matibabu. Hali ya Willy kidogo ilimfanya Ryan kuanza kupata wasiwasi, kwani madaktari walikuwa wamemwekea pale mashine ya kumsaidia kupumua, huku dripu za maji zilikuwa zikienda kwa spidi katika kushusha maji katika mishipa mwilini mwake. Alimtazama Judy katika kitanda alichokuwa amelazwa na taratibu alimsogelea na kukaa pembeni yake. Unajisikiaje mheshimiwa? Mungu anasaidia. Kwa kweli Mungu ni mwema. Vipi, wamekupatia matibabu mazuri kweli? Namshukuru Mungu, matibabu ni mazuri. Na wananijali sana. Okay, sawa. Ryan, je, umewafahamu hawa? Kwa nini wamefanya msaada huu wote kwetu sisi? Hapana madam, ila naamini kwamba kuna mtu yuko nyuma yao. Itakuwa ni mheshimiwa Eddie. Sina uhakika madam, ila inawezekana akawa ni yeye pia. Hali ya mume wangu ni mbaya sana. Naumia moyo kuona washenzi ambao wametufanyia haya yote watakuwa ni wazima. Mwanamama Judy alizungumza kwa uchungu wa hali ya juu mno. Mungu atamsaidia, atapona. Kikubwa kwa sasa ni kuzidi tu kuweza kumwombea kwa Mungu. Amina. Basi mimi nipo, nitaendelea kukulinda hadi mwisho wa hii safari. Nashukuru sana Ryan. Na ninakuahidi kama tukitoka salama, hakika sitokuacha bure. Usijali madam, tuko pamoja. Ryan alizungumza huku akitabasamu. Sasa mkuu, mimi nikuache upumzike. Nashukuru sana Ryan. Taratibu Judy alimshika Ryan mkono huku akiwa anatetemeka kutokana na ubovu wa hali yake ya kiafya. Ryan akatoka ndani hapo. Una simu yako hapa? Mmoja wa wanajeshi alizungumza na wakaongozana na Ryan mpaka kwenye chumba cha mawasiliano. Ryan alikabidhiwa pale mkonga wa simu na kisha kaweka sikioni mwake. Yes, hello. Hongera sana Ryan kwa kazi nzuri uloifanya. Sauti ya Rais Eddie ilisikika vizuri mno masikioni mwa Ryan. Nashukuru sana mheshimiwa. Ndio, umefanya kazi ambayo kwa kweli ilikuwa ni kazi hatari sana. Ila Mungu ameweza kukusaidia na umetoka salama. Mkuu, bila msaada wako mkuu, sasa hivi mimi mwili wangu ungekuwa hauna thamani yoyote.
Wala usijali. Karibu rasmi kwenye timu ya ukombozi wa taifa. Taifa ambalo limepotea. Kwa pamoja, Ryan, ninaamini tutairudisha taifa mikononi mwa watu salama. Nashukuru sana mkuu. Basi mimi niwatakia safari njema. Asante sana mkuu. Naam. Simu ikakatika na kumfanya Ryan kujawa na tabasamu na matumaini mengine mapya, kwani sasa ameshatambua aliyehusika katika kutoa msaada huo ni Rais Eddie na vijana wake hao ambao wapo nao kwa sasa. Naam. Kwa upande wa pili, bidada Nadia alionekana akizunguka mbele ya meza ya rais wa Russia, huku akiwa anasema ni upuuzi huu. Haiwezekani mwe mnawasaliti kila sehemu. Haiwezekani. Binadia, tulia kidogo. Vijana wapo kwenye harakati za kuwasaka. Hivi unajua ni hatari ina gani ambayo itatokea endapo atakuwa hai? Natambua madam. Ila hili swala ni swala la kijeshi, na nikuhakikishie vikosi vyetu vyote vipo katika harakati za kuhakikisha kwamba wanawakamata, na wakipatikana wale wote wahusika watauawa. Kwa sasa mimi ningeomba uende hotelini ukapumzike, kwa maana kwamba imekuwa ni usiku mrefu sana. Ghafla hapo akaingia General wa jeshi, akampigia saluti Mheshimiwa Rais wa Russia na kisha akasimama kikakamavu. Naenda, ila nitahitaji majibu haraka iwezekanavyo. Sawa madam. Nadia alisimama na kutoka ofisini hapo kwa Mheshimiwa Rais. Sasa huyu General akasema, mkuu, kuna tatizo. Tatizo gani tena? Mlipuko mkubwa umetokea katika zile njia za mapangoni na kupelekea wanajeshi wote waliokuwa wanafuatilia wale wasaliti kuweza kuangukiwa na mawe na kufariki dunia. Shit. Rais wa Russia alizungumza kwa kupiga meza yake kwa hasira kweli kweli. Hivyo Mheshimiwa Rais, hatujui kama wako hai ama wamekufa. Ebu nendeni katafuteni. Hakikisheni mnashuhudia miili yao ndio muamini kwamba wamekufa. Nadhani umenielewa. Rais alizungumza kwa kufoka kweli kweli. Yule General akasema sawa mkuu. General akatoka pale na kumwacha Mheshimiwa Rais akiwa amejawa na hasira kali kweli kweli. Naam, msikilizaji. Alionekana mwanadada Nadia akizungumza huku akiwa amekaa siti ya nyuma ya gari maalum ya Ikulu. Akawa anasema kwamba yani mbele ya macho yangu mimi nimeshuhudia wakiokolewa mama. Mbele ya macho yangu nimeshuhudia hilo. Mwanangu, naagiza watu wetu wote kila sehemu na kila kona wahakikishe wanawatafuta, na ninawatangazia dau ambalo hawajawahi kulipata. Mama, fanya hivyo basi mama, itakuwa ni jambo zuri mjue. Yaani mwana mama Katha alikata simu huku akiwa na hema kwa nguvu, kwani katika maisha yake hakuwahi kufikiria wala kutegemea kwamba ipo siku Judy na mume wake wanaweza wakatoroka. Laiti ningejua ningewaua toka kipindi kile. Na sijui kwa nini niliwafuga wapumbavu hawa. Mwanamama Katha alizungumza huku akifungua shelf yake iliyopo chumbani kwake. Alitoa simu maalum ambayo ilikuwa imetengenezwa ikiwa na uwezo wa kutuma message moja kwa watu zaidi ya mmoja. Simu ambayo inatumika kutangaza hali ya dharura kwa watu wake wote duniani waliopo ndani ya Scorpion. Aliingiza pale picha ya Judy, Willy, Ryan pamoja na Anastasia. Akaziambatanisha pale kwa pamoja na kisha akaandika ujumbe wa message uliosomeka kwamba ninawatafuta hao. Kwa yoyote atakayefanikisha kuwaua nitamzaudia kiasi cha dola milioni 10 za Kimarekani. Sehemu yoyote, wakati wowote. Kazi ifanyike, ninahitaji wakiwa wako ni marehemu. Baada ya kuisoma message hiyo kwa mara kadhaa, akaminya pale kitufe cha kuituma na ikawafikia watu wake wote kwa muda mchache mno. Mwanamama Katha akasema kama kifungo hakikuwa tosha, basi kifo safari hii hakitawaacha wapuuzi wakubwa nyinyi. Mwanamama Katha alizima simu hiyo na kisha kairudisha ndani ya shelf yake hiyo yenye nyaraka nyingi sana za siri, ikiwemo kitabu ambacho kina kodi maalum za kuruhusu silaha hatari za kinyuklia zinazomilikiwa na nchi ya Marekani pamoja na Israel.
Msikilizaji, upande wa pili, mmoja wa vijana wa Naima alionekana kuzungumza huku akimonyesha ujumbe uliokuwa umeingia kwenye simu ya mmoja wa mtu anayemfuatilia wa siri. Akamwambia mkuu, ona hii. Nini? Naima aliuliza huku akivua mioni yake iliyokuwa inamzuia kuweza kuathirika na mionzi ya kompyuta. Huyu jamaa, mimi nilikwambia kwamba ni Scorpion. Hivyo kuna hii message imeingia ya kutafutwa kwa Judy, Willy, Ryan na huyu mwanamke wa nchi ya Russia ambaye tulimuona kwenye ile video. Naima alitazama message hiyo kwa sekunde kadhaa. Wow. That is my boy. Naima alizungumza huku akiwa amejawa na furaha. Mbona umefurahi sana mkuu? Ukiona wamewatangazia dau kubwa namna hii, ujue kwamba wamewatoroka. Na hapa Ryan anatafuta tu msaada wangu. Hili swala hakikishe kwamba linabaki kuwa kati yangu mimi na wewe. Na usimueleze mtu aina yoyote ile, nadhani umenielewa. Nimekuelewa mkuu. Naima alishusha pale pumzi zito huku moyo wake ukiwa una amani sasa. Japo anafanya kazi na mzee Max, ila mtu anayemwamini kwa maisha yake yote ni Ryan pekee, na sio mzee Max wala sio baba Ryan ambaye ni Ghost. Ila wakuu endapo akilifahamu juu ya issue itakuwaje? Iwe nje ya sisi. Ila narudia, usije kumueleza mtu yote hilo swala, nadhani tumeelewana. Ndio mkuu. Naima alimzindikiza kwa macho kijana wake aliyekuwa anasaidiana naye kwenye masuala ya IT. Na akatoka ofisini kwake hapo. Kwa haraka Naima aliwasha kompyuta yake na akafuatilia message hiyo iliyoingia kwa mtu anayemfuatilia kwa kipindi kirefu, kwani walishamuhisi ya kwamba huyu ni mwanachama wa Scorpion, ila hawakuwa na ushahidi wa kuthibitisha kwamba ni miongoni mwa wana Scorpion. Dola milioni 10 ni nyingi sana. Hapa Ryan atakuwa ameshafanya yake. Naima alizungumza hivyo huku akiendelea kuyasoma maelezo ya message hayo yenye picha ya Judy, Ryan, Anastasia pamoja na Willy. Ryan ni wapi utakapokuwepo jamani? Naima aliwaza pasipo kupata jibu. Akazima pale kompyuta yake na kisha akatoka ofisini kwake. Alimwona Lisa akiwa amekaa pembezoni mwa swimming pool huku kichoni mwake akionekana ni mtu mwenye mawazo mengi sana. Naima alitembea mpaka eneo alilokuwa amekaa Lisa. Wifi. Mbona umekaa mwenyewe? Najua ni kali sasa hivi linakuumiza. Kwa nini sasa usikae tu huku kivulini? Najisikia vibaya. Nini tena shida wifi yangu? Naima, nisikufiche. Nina mawazo mengi sana kuhusiana na mume wangu. Nina kiumbe tumboni na sijui nitamueleza nini pale atakapozaliwa na kujikuta akiwa hana baba. Lisa, ni mapema sana kuwaza mawazo kama hayo. No, sio mapema Naima. Hebu japo kwa dakika vaa viatu vyangu. Leo hii dunia imetangaziwa kwamba mume wangu ni gaidi. Tena amevamia nchi kama Russia. Hebu vuta picha wale wa Russia jinsi walivyokuwa na roho ngumu. Kama si kumpiga risasi mume wangu, basi watakuwa wanamnyonga Naima. Mimi nakwambia watakuwa wanamnyonga. Naumia mwenzio mimi Naima, naumia kila ninapomkumbuka Ryan wangu. Lisa alizungumza huku akimwagikwa na machozi. Taratibu Naima akakinamisha kichwa cha Lisa mabegani mwake na kisha akamwambia, Lisa, mimi nimejua na ninamjua Ryan kwa kipindi kirefu sana. Sijui unanielewa? Kwa ufupi, toka tupo chuo cha masuala ya usalama, japo yale nitangulia miaka 2, ila Ryan ni mtu mwenye bahati kubwa sana ya kimaisha. Ni mtu ambaye amefanya mission ngumu za kitaifa na alikamatwa maeneo mengi, ila hapakuwa na eneo ambalo alifariki dunia. Hata nilipokuja kuiona ile video yake akiwa katika chumba cha gesi alowekewa sumu, mimi sikuamini kama Ryan anaweza kafa kizembe hivyo. Na kweli leo hii yuko hai. Naima, kumbe nao uliona ile video. Vizuri sana. Na sikuamini kama Ryan amekufa. Na sikutaka kukubaliana na ile video kwamba iniaminishe tu kwamba Ryan ni mfu. Hapana.
Naima alizungumza kwa sauti ya upole kweli kweli. Naima, imani uliyokuwa nayo kwa mume wangu ndo hiyo hiyo niliyokuwa nayo kipindi nilipokuwa nasikia kwamba amefariki dunia. Sawa Lisa, lakini nakuomba imani hiyo hiyo iweze kukubeba katika kipindi hiki kigumu. Sijui tumeelewana wifi yangu? Kwanza cha kuzingatia sasa hivi ni mtoto aliyepo tumboni mwako. Huyo ndio muhimu kwa sasa. Mawazo sio kitu kizuri. Wewe amini kwamba tu Ryan lazima atakuwa tu salama. Yaani wewe jua tu hivyo. Lisa alishusha pumzi taratibu huku akinyanyua pale kichwa chake mabegani mwa Naima. Nashukuru Naima kwa kunifariji. Usijali wifi yangu. Ni jukumu langu ilo kukufariji. Naima, nikuulize kitu. Niulize tu Lisa. Hivi Monica ni mwanamke wa aina gani? Hapo Naima kwanza alishusha pumzi taratibu huku akifikiria ni kitu gani cha kuzungumza. Lisa aliendelea kusema, nijibu tu Naima. Niko tayari kupokea majibu ya aina yoyote. Monica kusema kweli akili zake ni kama chizi. Ni aina wale wanawake ambao hawajui neno tumeachana. Yaani wako tayari kufanya jambo tu ili mradi tu yule ampendaye uhakikishe kwamba wamempata. Muda mwingi mimi nimekuwa karibu sana na Ryan na amekuwa ni mtu wa kuweza kunieleza mambo yake mengi sana. Waliachana toka kiwa chuoni. Sasa wamempataje Cleopatra kama waliachana toka wakiwa chuo? Unajua siku hiyo mimi naikumbuka Ryan alikuwa yuko Morogoro na Monica naye alikuwa yuko Dodoma. Kwa mujibu wa Ryan alivyonieleza ni kwamba Monica alimfuata akiwa yuko mkoani Morogoro na alimwomba sana mpatie mimba, kwa maana ya kwamba alikuwa yupo kwenye ndoa ambayo kwa namna moja ama nyingine ni ndoa yake kikazi. Alikuwa kama vile undercover ili kumjua yule mwanaume. Naamini ushawishi wa Monica ulifanya kazi na akapatikana Cleopatra. Ila hapakuwa na mapenzi kusema eti kwamba wanapendana sijui hapana. Naima, unajua yule mdada anaonekana ni mshari sana, mgomvi. Tena sana sio kidogo. Mkorofi sana. Sijui kwa nini Ryan amezaa na mwanamke wa ajabu kama yeye. Ingekuwa labda tuna uwezo wa kurudisha muda nyuma, basi tungefanya hivyo. Ila lisingetokea. Ila kutokana na kwamba haiwezekani, basi Cleopatra awe ni zawadi tu pia kwako, na hata pia utakapoweza kujifungua binti yako hakikisha tu kwamba upendo wako unakuwa ni sawa na upendo utakaweza kumpatia Cleopatra. Nisiwe mwongo hivi. Cleopatra ni mtoto tofauti sana. Ninampenda sana na nitazidi kumpenda na sitokuja kumhukumu kutokana na makosa ya wazazi wake. Hivyo kuwa na amani tu, kwa maana kwamba ni mmoja wa watu ambao ananipa furaha sana muda ambao nipo naye. Nafurahi kusikia hivyo wifi. Naima alizungumza huku akiwa amejawa na tabasamu pana kweli kweli. Naam, msikilizaji, mlango wa chumba alichokuwa amejipumzisha kijana Ryan uliweza kugongwa na Ryan alikuwa wa kwanza kufumbua macho yake. Haraka sana alishika pale bastola yake vizuri na kisha alishuka pale kitandani. Alifungua mlango huo uliokuwa umetengenezwa kwa chuma kigumu kweli kweli. Yes, nakusikia. Kapteni anawahitaji. Okay, sawa. Mwanajeshi huyo akaondoka na Ryan akamgeukia Anastasia aliyokuwa amekaa kitako kitandani, na hii ni mara baada ya Ryan kuweza kufungua mlango. Anastasia akauliza, kuna shida gani? Hata mimi sifahamu. Ilo tunahitajika na kapteni. Wakatoka ndani ya chumba hicho wakaongozana na mwanajeshi aliyekuwa amewaita. Wakafika katika ofisi ya Sergeant Sam. Karibuni sana. Tunashukuru. Baada nusu saa tunakwenda kutokeza kwenye levo ya bahari. Tumefanikiwa kutoka katika zoni ya nchi ya Russia. Tutakwenda kuwakabidhi kwa mkuu, na sisi jukumu letu litakuwa limeishia hapo. Nipenda kwanza kuwashukuru kwa jambo hili. Hakika Sergeant Sam, sitakuja kuweza kukusahau.
kwa ulichoweza kunisaidia. Ryan alizungumza huku akiwa amejawa na tabasamu kweli kweli. Sergeant Sam akasema, "Usijali Ryan, mimi nafurahi kwanza kukutana na wewe." Wakapiana pale mikono ikiwa ni ishara ya kuagana. Na baada ya nusu saa kweli nyambizi hiyo ikapanda juu ya bahari taratibu, ikatokezea usawa wa bahari. Wow. Ryan alijawa na tabasamu, na hii ni mara baada ya kutoka nje ya nyambizi hiyo, wakiona pale meli kubwa ikiwa imesimama pembeni yao. Wakaona pale wanajeshi wengine wakiwa wamevalia pale nguo nyeusi. Mavazi hayo hayakuwa mageni sana kwenye macho ya Ryan, kwani anawatambua ni miongoni mwa wanajeshi wa Rais Eddie. Willy akatolewa ndani ya nyambizi huku akiwa amebebwa pale kwenye machela. Wanajeshi wakasaidiana pale kumuingiza kwenye meli. Kwa msaada wa Anastasia, alimsaidia Judy kutembea kwenye kidaraja kilichokuwa kimeunganishwa kutoka kwenye meli hiyo na kuingia kwenye submarine. Rani na Sergeant Sam wakapigana pale salute, na kisha Rani akawa ndo wa mwisho kuingia katika meli hiyo, na kidaraja hicho kiliweza kuondolewa. Wapo huku. Mmoja wa wanajeshi wa rais wa Eddie alizungumza hivyo. Wakaongozana mpaka kwenye chumba cha matibabu ambacho kina madaktari bingwa waliowekwa mahususi kabisa kwa ajili ya kutibu Judy pamoja na Willy. "Hongera sana kijana wangu," Rais Eddie alizungumza huku akikumbatiana na Ryan. "Shukrani sana mkuu. Mmefanya kazi nzuri sana. Kiukweli ninajivunia kwa uwezo wenu uliotukuka. Ila tulifeli mkuu, tukakamatwa. Ili ufanikiwe kwenye chochote ni lazima ufeli. Bila kufeli huwezi kufanikiwa Ryan. Na kilichotokea kwenu ni kuwadhihirishia wale wa Russia kwamba walichokifanya ni kosa, na watakwenda kulipa kwa walichokifanya, kuwatesa hawa ndugu zangu." Rais Eddie alizungumza huku akiwatazama Willy na Judy waliokuwa wanapatiwa matibabu kwenye chumba maalum kikubwa tu kilichojengwa kwa vioo vigumu visivyoweza kuvunjika hata kwa risasi. "Ila mkuu, wanafanya haya kwa matakwa ya binti yako ujue." "Natambua hilo. Scorpion ni watu wabaya sana na ni hatari sana. Wanazisaidia serikali za nchi nyingi sana na kuzitawala na kuzifanyia maamuzi. Na marais wanaowekwa madarakani na Scorpion huwa wana mikataba ya maisha ambayo hawawezi kutoka hadi kufa kwao. Laiti ningemsikiliza Judy kipindi kile, leo hii ninaamini wasingekuwa hapa. Judy alinikanya sana kuhusiana na mke wangu kuirudisha Scorpion. Leo hii ndo ninaamini sasa." Rais Eddie alizungumza huku machozi yakimlenga-lenga, kwani afya za rafiki zake ni mbaya sana, ni mbaya mno. Ilibidi Rais Eddie ajifute machozi, na ndipo Ryan alishusha pumzi taratibu. Rais Eddie akasema, "Lazima Katha alipe kwa hili alilolifanya." Rais Eddie alizungumza huku akikunja ngumi mikononi mwake. Rais huyu Eddie, uvumilivu wa kuangalia Judy na Willy wakipata matibabu ulimshinda. Alitoka ndani hapa. Ryan alimwangalia Judy ambaye naye alikuwa amewekewa mashine ya kumsaidia kupumulia. Ryan akasema, "Mungu awasaidie, mtakuwa mko salama." Ryan alizungumza hivyo kimoyomoyo, na kisha akatoka ndani hapo. Akauliza pale mkuu ameenda wapi, akaambiwa ameingia ofisini kwake. Akauliza ofisi iko wapi, akaambiwa pandisha ngazi, kunja kulia, mlango unaotazamana nao kwenye corridor ndio ofisi yake. Basi kweli Ryan akafuata maelezo hayo alikuwa ameambiwa. Alikuwa ameambiwa na mmoja wa wanajeshi. Akasimama mlangoni, akasikia vitu vikiwa vinatupwa chini, ikionyesha dhahiri ya kwamba Rais Eddie alikuwa amejawa na hasira kali sana. Akasikilizia kinachoendelea ndani ofisi hiyo, na kisha akagaili kuweza kuingia kama watu bora ondoke zake. Naam, Rais Eddie alivua koti lake huku akihema kwa jazba kubwa mno. Vitu vyote vilivyokuwa kwenye meza yake alikuwa ameviangusha chini huku akiendelea kuhema mithili ya mtu aliyekuwa amekimbizwa kwa muda mrefu. "Nitakuua Katha. Nitakuua kwa mikono yangu mimi mwenyewe. Mshenzi wewe." Rais Eddie alizungumza huku akipiga meza ofisini kwake kwa nguvu mno.
Rais Edi akafikiria kwa muda na kisha akatoka ofisini kwake hapo na moja kwa moja akaelekea katika chumba cha control room ambapo vijana wake wa IT ndipo wanapofanyia kazi. Ebu kaeni. Rais Edi alizungumza, na hii ni mara baada ya vijana wake hao kuweza kusimama, ikiwa ni ishara ya kumpatia heshima. Nahitaji kupata namba binafsi ya simu ya rais wa Russia sasa hivi. Sawa mkuu. Kweli bwana, haikupita muda namba ikapatikana. Walimkabidhi pale Rais Edi na kisha akatoka ndani hapo. Kwa bahati nzuri akakutana na Ryan kwenye corridor. Ryan, hebu nifuate. Wakaongozana hadi ofisini kwake. Usishangae, nilikuwa nina hasira. Rais Edi alizungumza huku akiokota simu yenye mkonga mrefu. Akaingiza pale namba ya rais wa Russia katika hiyo simu ya satellite ambayo sio rahisi kuonesha kwamba anayepiga simu hiyo anatokea eneo gani. Kweli simu ilianza kuita huku Rais Edi akikaa kwenye moja ya sofa. Ryan, unaweza ukakaa. Taratibu Ryan akakaa kwenye hilo sofa pia. Rais Edi akaweka pale loudspeaker na simu ikawa inaendelea kuita mpaka ikakatika. Akarudia kupiga kwa mara ya 3 mfululizo, ila simu hiyo haikuweza kupokelewa. Lazima atalipa huyu mshenzi. Ataliingiza taifa lake kwenye matatizo ambayo hatuweza kuyatatua. Samani mkuu, naweza nikakuuliza kwamba ni nani? Rais wa Russia ameona Scorpion ndio chaguo lake sahihi, na kwenye kunitesea watu wangu amenitesea kweli kweli. Sasa lazima hili alilipe. Mkuu, kuna kitu mwanao amenieleza dakika chache kabla hawajaweza kutupeleka eneo la kuweza kutulia. Kitu gani amekueleza? Amenieleza kwamba mzee Max ndiye mtu aliyehusika kwenye mauaji ya wale wanafunzi katika mapango ya Amboni. Ryan, naamini unakumbuka yule mtu ambaye ulipaswa kumkamata Ufaransa, ila akashindwa akaletwa Afrika Kusini. Ndio nakumbuka mkuu. Yule ndio alikuwa msaidizi wa aliyekuwa mkuu wa kundi la kigaidi la Al-Shabaab. Na yule alifahamu siri hiyo, na mzee Max akishirikiana na mtu mwenye nguvu nyuma yake ndo waliwalipa kutekeleza hilo swala kwa matakwa yao ya kisiasa, ikiwamo kuingiza hofu kwa wananchi ili kuona vyombo vyao vya usalama havina uwezo wa kuwalinda. Ryan alihisi kama vile moyo wake unalauriwa kwa kisu chenye ncha kali. Sasa mkuu, kwa nini hukuniambia ilitoka hapo awali? Najua unamheshimu sana Max na unampenda. Nilitaka ufanye upelelezi wewe mwenyewe na ujue ukweli kwamba uko hivi na hivi na hivi kuliko mimi ningekwambia. Ukweli ungeujua wewe mwenyewe, hiyo ingekusaidia sana kuhakikisha kwamba unafahamu ukweli wewe mwenyewe, tofauti na maneno ya kuambiwa na mtu. Sasa walikuwa na hatia gani mpaka kuwaua watoto? Tena wa shule ambao mimi nilifundisha mimi mwenyewe mzee. Rais Edi akamjibu huku akihisi uchungu mwingi mno moyoni mwake. Akamwambia, sikiliza Ryan, maisha yangu mimi yote nilipigania Tanzania na kuijenga na kuiweza kuiheshimisha na kuwa taifa la kuogopwa sana duniani. Wapuuzi wachache sana wamelifanya kuwa ni taifa la kawaida na kutoka kwenye kuwa taifa lenye nguvu. Rais Kibaraka ambaye hapaswi kuwa hata mwenyekiti wa nyumba 10 amekabidhiwa hilo taifa, na lazima tuhakikishe kwenye uchaguzi huu unaokuja tunamsimamisha mtu tofauti kabisa ambaye atairudisha taifa kwenye nguvu yake
huku mimi niko nyuma yake nikimuunga mkono kwa 100%. Ni nani wewe mkuu ambaye unataka simamisho? Ni Judy. Judy? Ndio. Nilipigana naye vita nyingi sana Judy. Na nyingi tulishinda tukiwa tuko pamoja. Na hata nilipochaguliwa rasmi kuwa rais nilimchagua yeye awe makamu wangu wa rais. Hivyo kwa sasa anastahili kwenda kuchukua madaraka na kuisimamisha Tanzania nilokuwa mimi nimeijenga. Kwenye hili nitahakikisha yeyote atakayelizuia hili, basi na yeye atakuwa ni halali yangu. Hata kama ni damu yangu, basi atakuwa ni halali yangu. Rais Edi alizungumza kwa msisitizo uliomfanya Ryan kutingisha pale kichwa, ikiwa ni ishara ya kukubaliana na alichokizungumza Rais Edi. Ila mkuu, unajua kwamba uchaguzi upo karibu. Na Madam Judy hali yake kiafya ni kama unavyoiona mkuu. Mungu atamsaidia, na ndio maana nimewaleta madaktari bingwa wenye uwezo wa hali ya juu kuhakikisha ya kwamba wanashughulika na afya zao. Miezi 8 ya uchaguzi iliyopo mbele yetu inatosha kabisa kuhakikisha kwamba Judy anaingia ulingoni. Lakini mkuu, mimi nina swali. Uliza kijana wangu. Wewe mbona kikatiba bado unaruhusiwa kuweza kugombania urais? Kwa maana ulimwengu unafahamu ya kwamba wewe umefariki. Unaonaje huu kawa ndio wakati wako sahihi wa kuweza kutoka hadharani na kuwaeleza watu kilichokuwa kimetokea na ukijenga nchi tena ikiwa iko mikononi mwako? Ryan, ndio. Kwenye maisha ya binadamu hakuna kazi ngumu kama kuwa rais. Mkuu, kuna ugumu gani? Rais ndiyo muamuzi wa mwisho kwenye hati ya nchi. Rais akitia saini ya nchi kuingia vitani, inaingia pasipo kujali madhara ya watu wake au mali za nchi yake. Hivyo mimi siwezi kurudi madarakani, kwani kitabu changu cha historia ndani ya nchi ya Tanzania, na istoshe pia hili sakata la Judy kutekwa na kuwekwa magerezani ni moja ya nguvu tutakayoweza kuitumia katika kuweza kushawishi jamii kutuamini tena. Sawa. Yote ni sawa mkuu. Naam, mlango ukafunguliwa na akaingia binti mwembamba na mwenye rasta nyingi. Samani mkuu, kuna tatizo. Tatizo gani? Binti huyo akamtazama Ryan, na ndipo Rais Edi akasema, wewe zungumza tu. Scorpion umetoa order kwa watu wao kuhakikisha kwamba madam, mume wake, kaka hapa na Anastasia popote utakapoonekana wahakikishe kwamba wanauawa, na umetangaza dola nono, pesa za Kimarekani. Hiyo sio habari njema. Rais Edi alizungumza huku akiwa anamtazama binti huyo. Akamwonyesha pale message iliyokuwa imetumwa kwenye simu za watu wote wanaofanya kazi kwenye shirika la Scorpion. Hatari ya hili jambo ni kwamba anayekuja kukudhuru anaweza kuwa hata muuza mandazi mtaani. Mkuu, ina maana Scorpion wana mtandao mkubwa sana. Wana watu zaidi ya milioni 10 dunia nzima. Ni organization ambayo kwa kipindi cha kadha ameipatia nguvu kubwa sana. Kitu ambacho mimi nilikuwa sijakitilia mkazo ni juu ya akili ya mke wangu katika mambo kama haya. Leo hii organization ambayo imeishika dunia mikononi mwake. Kwa sasa mtakuwa na mimi kambini kwa kipindi cha miezi 6. Usiwasiliane na mtu aina yoyote, kwani hatuna uhakika unayewasiliana naye pia ni mtu aina gani. Sawa mkuu. Ila sasa familia yangu itakuwaje? Maana nimeiacha mikononi mwa babangu ambaye naye ndiye mhusika wa swala la mauaji ya wanafunzi kule Tanga. Vero na kuomba utupishe kidogo. Sawa mkuu. Binti huyo alitoka ofisini hapo
Niambie, umesema kwamba baba yako ndiye mtu ambaye yuko nyuma ya Max? Ndio. Ndio huyo anaitwa Ghost, si ndio? Ndio. Ryan. Ndio mkuu. Umri wako bado ni mdogo sana, ila una uwezo wa kufanya mambo mengi sana makubwa. Hapo ulipo wewe ni mtu mzima. Unapaswa kuweza kuchagua kipi ni bora kwa upande wako na maslahi ya taifa lako. Mkuu, mimi niliapa kulipa kizazi kwa yote atakayehusika kwa vifo vya wale watoto wote waliouawa kwenye ule mlipuko kule Tanga. Haijalishi ni baba yangu, haijalishi ni mzee Max. Ni lazima watalipa kwa hilo kwa sababu tayari nilishakula kiapo. Ryan, unahisi hayo ni maamuzi sahihi kumua baba yako mzazi? Mkuu, yeye kama aliweza kuziua ndoto za watoto wale wasiokuwa na hatia, wasiojua nini maana ya maisha yao ya baadaye, haijalishi kama ni babangu, lazima na yafe. Na vipi kuhusu familia yako, itakuwaje? Nikisema nirudi Afrika Kusini inaweza kuwa ndo hatari, kwani hawataweza kuniruhusu kumchukua mke wangu na mwanangu. Je, unahitaji tufanye umafia? Umafia gani mkuu? Sijakuelewa. Ili familia yako iwe salama ni lazima tukutafutie eneo ambalo wewe na familia yako mtaishi salama. Kwa maana sasa hivi tunapoelekea ni kuipigania vita ambayo itakuwa ni ngumu sana. Familia yako inaweza ikatumika kama kigezo cha kukurudisha wewe nyuma. Kwa tunafanyaje mkuu? Je, una mtu ambaye unamwamini ndani ya eneo ilipokuwa familia yako? Ndio. Uaminifu wako kwake ni wa kiwango gani? Uaminifu wa maisha. Ni vema ukawasiliana na huyo mtu, na familia yako tutaiteka kutoka mikononi mwake. Itakuwa ni njia rahisi ya kuhakikisha kwamba familia yako inakuwa salama. Ila mzee, unajua babangu mimi ana walinzi wenye viwango vya hali ya juu sana. Je, mnahitaji mwenye uwezo kama wako wangapi? Wakwenda kuwateka? Ndio. Watu kama 5 hivi. Sasa watu hao 2 wapo kwenye meli hii na 3 wako Afrika Kusini. Hili swala tunaanza kulishughulikia sasa hivi. Hakikisha kwamba familia yako inakuwa salama, na kisha baada ya hapo tunakwenda kuifanya kazi ya kuhakikisha kwamba kuzimu tunaileta ndani ya dunia. Sawa mkuu, nakuelewa, nashukuru sana. Mtaondoka na helikopta. Tupo karibu na nchi ya Canada. Mtapanda ndege kuelekea Afrika Kusini. Lakini mzee, sura yangu je na House Scorpion inakuaje? Usiwe na shaka. Utapigwa makeup. Itakubadilisha sura kwa namna ambavyo sio rahisi kwa mtu kuweza kukutambua, hususan kwa mtu asiyekufahamu. Kwanza wasiliana na huyo mtu ili tujue kabisa uhakika wa kazi kama upo, kwa maana ya kwamba anaweza kuwa nje nyumbani na maandalizi yote yakawa ni bure kabisa. Sawa mkuu, nimekuelewa. Rais Eddie alimkabidhi Ryan simu. Ryan akaingiza namba za Naima, akapiga, na haikuchukua sekunde nyingi simu kweli ilianza kuita. Naam. Kwa upande wa pili tunapata kumwona Naima alikuwa amesimama kwa sekunde kadhaa huku akiwa ameshika funguo ya gari mikononi mwake. Namba inayoingia kwenye simu yake ni ngeni kabisa. Alitazama eneo alilikuwa amesimama, hakuna mtu ambaye anamfuatilia. Aliipokea na kuiweka sikioni. Ni mimi Naima. Oh. Asante Mungu. Naima alizungumza huku akifungua mlango wa gari hilo na kisha akaingia ndani ya gari. Akaifunga milango kwa kulock. Nisikilize Naima. Sina muda mrefu, nahitaji kuzungumza na wewe jambo ambalo nahitaji kujua kama uko nyumbani. Niko nyumbani, ila natoka mara moja naelekea town
Kuna vitu nahitaji kwenda kuitafuta. Okay, sawa Naima. Nahitaji kuitoa familia yangu kwenye hilo eneo. Unamaanisha nini Ryan? Nisikilize Naima. Namaanisha kesho nitakuwa nimeshafika Afrika Kusini. Nahitaji kuiteka familia yangu na kuipeleka sehemu ambayo itakuwa ni salama zaidi. Ryan, huu ni mtihani sana ujue. Si unajua mazingira ya hapa kwenu. Naima alizungumza huku akiendesha gari hilo kuelekea katika barabara ya geti kuu la kutoka katika ngome hiyo. Ngome ya Ghost yenye ulinzi mkali kuliko hata ikulu zote zilizopo duniani. Ryan akasema najua hilo, ila akili ndio jambo la msingi. Mtumie Lisa katika kumuomba mzee kutoka eneo hilo. Ngoja nitajaribu kufanya hivyo, ila sijajua kama nitapata uhakika. Mimi nakuamini Naima. Najua unaweza kufanya hivyo. Vipi kuhusu familia yangu? Wazima kama ulivyowaacha. Basi sawa, nisaidie katika hilo tafadhali. Wewe ni wako wangu Ryan, hakuna kitakachoharibika. Nashukuru sana. Sasa tutawasiliana vipi? Na kili kodi ya hii simu. H002 GKH001. Note. Okay, sawa. Utakapopata taarifa basi hakikisha kwamba unaniambia. Hakuna shaka. Naima alikata ile simu huku akiwa amejawa na furaha kubwa mno. Mara baada ya kumaliza kuweza kupita kwenye mageti yote yapatayo kama 4 hivi, akaongeza mwendo wa kasi wa gari hili huku akiamini kabisa taarifa aliyopokea ni taarifa nzuri na njema sana kwake. Upande wa pili tunapata kumwona Ghost. Ghost alikuwa anazungumza, anasema yule binti ni mtu wa kumchunga sana. Ghost alizungumza huku akiwa amesimama juu ya ghorofa kwenye eneo la kupumzikia. Hapo mzee Max akiwa amesimama pembeni yake. Mzee Max akauliza, "Kwa nini unasema hivyo mzee mwenzangu?" "Nahisi kuna kitu anakificha huyu binti." "Unajua hata mimi nina hisia na hilo. Kwa maana wakati fulani niliona kabisa akiongea na Lisa. Kabla ya hapo alikuwa ni mwenye huzuni, ila baada ya kumaliza kuzungumza naye Lisa amekuwa ni mwenye furaha." "Kuna maneno basi ameyaongea. Inabidi nimdadisi sana Lisa, nijue amemwambia nini." "Ila Ghost, hebu tumia akili nyingi sana kwenye kuzungumza naye. Usije ukapoteza kiumbe chake cha tumboni." "Sawa Max. Ngoni niagiza vijana wamfuatilie yule msichana alipokwenda." Ghost alizungumza huku akitoa simu yake mfukoni na kisha akampigia mlinzi wake anayemwamini sana. "Mmemwona huyu binti aliyetoka hapo getini?" "Ndio mkuu." "Hakikisheni mnamfuatilia na gari yake na GPRS. Naamini mnajua nini cha kufanya." "Sawa mkuu." "Na hakikisheni mnajua anaonana na nani na anakwenda wapi, na msimwache hata wakati wa kuweza kurudi." "Sawa mkuu." Ghost alikata simu na wakashuhudia pale gari moja ikiondoka eneo hilo, gari ambayo ilikuwa ina vijana wake. Kama Ryan akihitaji msaada, mimi nina uhakika mtu wa kwanza atakuwa ni Naima. Wana connection, wana bondi nzuri sana kwenye utendaji wao wa kazi. Max alizungumza huku mkononi mwake akiwa ameshika glasi yenye whisky pamoja na vipande vya barafu. "Na ndio maana nataka achunguze huyu binti." Kijana mmoja alimfuata sehemu alipokuwa amesimama huku mkononi mwake akiwa ameshika laptop yake mkononi. Yule kijana akasema, "Wakuu, samanini sana." "Bila samani kijana." Mzee Max alitikia hivyo, na ndipo yule kijana akasema, "Kuna habari nimeipata kwa mmoja wa vijana. Kuna hili tangazo hapa limetumwa kwa njia ya SMS." Yule kijana akawaonesha hilo tangazo la kukamatwa kwa Ryan, Judy, Anastasia pamoja na Willy. He? Mzee Max pamoja na Ghost wote wakashtuka. "Kiasi cha pesa kilichotangazwa ni kikubwa. Na huyo rafiki yako yuko wapi?" "Yupo Russia. Amesema tangazo hilo limetoka makao makuu. Hivyo alikuwa ananitumia kuweza kunipa mchongo huu wa pesa. Kama nitajua chochote basi niwafahamishe." "Hii maana yake ni nini hii?" Ghost aliuliza huku akiwa na shauku kubwa mno. Na ndipo yule kijana akasema, "Maana yake ni kwamba wakina Ryan wametoroka." "Hii ni habari njema sana kwetu. Na hii imetumwa na serikali ya Russia ama?"
Sijajua, ila alichonitumia ni hilo tu tangazo, na kwamba wakionekana popote wauawe na maiti zao lazima zipatikane na zihakikiwe kama ni wao kweli, na kisha aliyefanikisha hilo atakabidhiwa zawadi. Ghost aliposikia maelezo hayo kutoka kwa huyo kijana, kwanza alitabasamu. Niingizie hilo tangazo alafu nenda kaendelea na kazi. Sawa mkuu. Kijana huyo akamuingizia Ghost tangazo hilo na kisha kaondoka. Mzee Max akasema, sasa mzee mwenzangu Ghost, hapa inabidi tuwe makini sana, tena sana. Tuwe makini na huyu binti Naima huyu, kwa maana lazima Ryan atawasiliana na Naima kuhitaji kumpa msaada ambao kwa namna moja ama nyingine ni kwamba Ryan atakuwa anajua ni wapi alipowaficha Judy na mume wake. Na hiyo ndio itakuwa nafasi kwetu kuweza kumaliza Judy na mume wake, kwani itakuwa ni jambo zuri sana kwetu na malengo yetu yatakuwa yamekwenda kisawa sawa. Mzee Max alizungumza huku akimtazama Ghost. Ilo tambue kwamba kijana wako hatakubali Judy na Wile wafe. Sasa kama ni jambo la kufanya naye, tumuingize kwenye mahesabu makubwa mno. Mzee Max alishusha pumzi taratibu. Najua Rani ni damu yangu, ila nakwenda kuona akiweka vikwazo kwenye mipango yetu ambayo tuna muda mwingine kuweza kusubiria. Ni lazima mimi nikawe rais wa Tanzania. Kwa maana yoyote ile lazima niwe rais, na sitokubali mtu yote kuweza kuingilia mipango yangu. Mimi nimekuelewa, ila tu niangalizo ndugu yangu. Rani ni killing machine. Yaani Rani amekamilika tena kwa 99.999999. Endapo tutakwenda kuwasha moto, lazima tuwe tuna watu 5 wenye uwezo unaokaribiana na Ryan au ambao wako sawa na Ryan. Bila hivyo bro, vichwa vyetu vitakuwa lali yake. Yaani tukisema tunakwenda kupambana na Ryan, itakula kwetu. Sidhani kama Ryan anaweza kutua. Ghost, we Ghost, usimchukulie poa kabisa kisa labda ni mwanao. Uliniachia Ryan na nikamkuza mikononi mwangu, na nimekaa naye kwa muda mrefu. Namjua vizuri sana. Ni mtu ambaye akiamua jambo lake basi ameamua, na akiamua kufanya basi anafanya. Hivyo bro, tusije sijui nisemaje. Yaani tusije tukawa tunaikaribisha kuzimu chini ya nyayo zetu, kwa maana kwamba atafanya ambacho nafsi zetu zitakwenda kufurahia tukiwa tuko kaburini. Na ukumbuke Rani bado hajajua kama sisi ndo tumehusika na ule mpango wa kuwaua wanafunzi kule Tanga. Unadhani akishajua itakuwaje? Taratibu Ghost akamshika bega mzee Max na akamwambia, sikiliza, Rani yule ni mtoto wangu. Ametoka hapa kiunoni mwangu, ila sitohitaji akae mbele yangu kwenye mambo kama haya niliyoyasubiria kwa miaka nenda miaka rudi. Ni wakati wangu sasa Max, nadhani unanielewa. Kaa na ukilijua hilo. Akijaribu Ryan kutuzingua, basi na mimi nitamzingua. Hata kuna nafasi ya kuingilia mipango yangu. Andaa vijana kuhakikisha wanamkabili Ryan kwa maana yoyote ile. Na hili sio ombi bali ni amri. Hakikisha kwamba popote ambapo Ryan ataonekana, basi anauliwa, na tuhuma za kifo chake tutaibebesha serikali ya Russia. Halafu hiyo itakuwa ni moja ya ajenda moja nzuri sana mimi kuingia nayo kwenye siasa, kwa maana ya kwamba kwa sasa wanamuita Ryan ni shujaa wa taifa la Tanzania. Hivyo pointi ambayo nitakuwa nasimama nayo majukwani kuwatangazia wananchi, nitakuwa nasema hivi: Russia wamemuua mwanangu pamoja na aliyekuwa makamu wa rais wetu. Hivyo wananchi, naombeni mnichague mimi ili Tanzania iliwe taifa lenye nguvu duniani. Max, unaona mbinu hizo? Kwa hapa nitakufanya ni kumwangamiza tu huyo Rani, tumuue kabisa, ili mimi nipate sasa ajenda nzuri za kusimamia jukwani kujinadi wananchi wanipigie kura. Ghost alizungumza kwa kujiamini huku akianza kucheka kwa dharau, jambo lilomfanya mzee Max kumtazama Ghost kwa mshangao, kwani mtu ambaye yuko tayari kabisa kumuua mwanae kwa ajili ya cheo, je, itakuwaje kwa watu wa kawaida? Kama tu mwanae wa kumzaa yuko tayari amuue, je kwa watu wa kawaida? So kwa hiyo unataka kuniambia kwamba una uhakika na maamuzi yako?
ya kumtoa mwanao sadaka. Maxi, wewe mimi ni rafiki yangu wa muda mrefu sana. Unaijua historia yangu ya maisha kuliko mtu mwingine yoyote. Hili swala ni kwamba muda mwingi sana tumelisubiria kuweza kuliona linatimia. Umri wangu hapa ulipo ni kuhakikisha tu kwamba ninakamilisha ndoto yangu ya mwisho, ambayo ni mimi kuwa mheshimiwa rais. Hakuna kitu kingine. Ona Ryan, tumemfanya kuwa mtu mwenye ukamilifu kwa kila kitu, lakini mwisho wa siku anakuja kutugeuka. Ila Ghosti, bado kijana hajapiga hatua yoyote kutugeuka. Mimi ninahisi, na hizo hisia nilizo nazo tayari ameshapiga hatua, ila sisi bado tujaweza kumshtukia. Mimi na wewe tumekaa hapa. Niambie, ni nani ambaye amemwagiza kwenda nchini Russia? Ona sasa hivi Ryan kinachomkuta. Ona sasa hivi kinachoendelea. Au alikuaga wewe mimi hujaniambia, si ndio? Hapana Ghost, hapana. Sasa nani yuko nyuma ya kumwagiza yeye? Na amejuaje kwamba Judy na mume wake wameshikiliwa na jeshi la nchini Russia? Je, unakumbuka yule jamaa wa Al-Shabaab aliyeletwa hapa Afrika Kusini? Ndio nakumbuka. Aliletwa kwa makusudi ya kukutana na Ryan. Unajua ana siri yetu ya mauaji ya wale watoto. Unahisi kama Ryan ametambua hiyo siri, mimi na wewe tutasalimika kwenye hili? Hapana, kweli hatuwezi kusalimika. Sasa kama hatuwezi kusalimika, basi tambua kabisa kwamba Ryan ni mmoja ya mtu ambaye tukimfumbia macho kwa kigezo cha kusemeti kwamba ni mtoto wetu, basi itakuja kutugharimu na tutadhalilika hapa duniani. Na tutakufa kizembe, kwa maana ya kwamba Ryan ndiye mtu ambaye ana uwezo wa kukutana na sisi moja kwa moja, tena kwa urahisi kabisa. Yaani atatuangamiza kama vile anaua tumende au nzi. Sijui umenielewa Max? Nimekuelewa ndugu. Hivyo hakikisha unawaeleza vijana wanakuwa wako makini kuliko nyakati zozote hapa duniani. Sawa sawa. Na hivi hawa watu wa Monica hawa, hivi wana kazi gani hao? Hao wako chini yangu na muda wao wa kuwatumia ukifika, basi tutawatumia. Okay, sawa. Ila huyu Rani tusicheke naye. Sasa hivi tumgeuze kuwa ni adui yetu. Ameshakuwa adui yetu. Ghost alimalizia pale whisky yake na kisha akampigia kidogo mzee Max begani mwake. Akaondoka hilo eneo na kumwacha Max akiwa anashusha pumzi. Baba na roho ngumu huyo, kutaka kumuua mwanae. Bana, upande wa pili Naima alionekana kusimamisha gari mbele duka kubwa linalouza vifaa vya electronics. Kwa kioo cha pembeni ya gari aliona pale gari ambayo sio ngeni kwake, kwani anaionaga kwenye jumba la mzee Ghost. Naima akajiuliza, ina maana hao wananifuatilia ama ni vipi? Naima alijiuliza, na hii ni mara baada ya kuiona gari hiyo ikiwa imesimama bila ya watu waliomo ndani ya gari hilo kushuka. Akaziweka pale vizuri nywele zake. Naima alivaa kofia nyeusi pamoja na miwani myeusi. Alishuka ndani ya gari na kuingia ndani ya duka hilo lenye laptop zenye uwezo mkubwa kweli kweli. Habari yako kaka? Naima alimsalimia mhudumu wa duka hilo, na ndipo ile kaka akitia salama tu, karibu. Nahitaji laptop hii. Je, naweza nikaipata? Naima alizungumza huku akimuonyesha picha muuzaji huyo, na ndipo muuzaji akasema ndio dadangu, inapatikana. Na jambo la kumshukuru Mungu, mzigo wake umeingia jana usiku. Okay. So umezindua jana mchana lakini? Ya, ndio. Wamesema ni $8,000, si ndio? Ndio madam. Naima alitoa kadi yake pale kulipia, huku akiwa yuko makini sana kuwasoma watu wa Ghost ambao walikuwa wanamfuatilia. Alimuona mmoja wapo akiwa amesimama nje akifanya pale kwa yuko biza kuzungumza na simu. Naima kwanza mpaka akacheka. Hawajanijua. Naima alizungumza hivyo kwa moyo. Akaletewa pale box lenye laptop hiyo, akaifungua, akaikagua, akaridhika na kila alichokuwa na kihitaji. Ingiza namba ya siri mkuu. Muuzaji alizungumza huku akimpatia Naima mashine ya kulipia mara baada ya kadi yake kuchomekwa kwenye hiyo mashine. Akasoma maelezo ya malipo na kisha akaingiza namba ya siri na kiasi cha pesa ili kiweze kukatwa kwenye akaunti yake.
akakabidhiwa pale risiti. Shukrani. Karibu tena dada, tunashukuru sana kuwa mteja wetu wa kwanza kununua laptop hizo. Usijali. Tuna zawadi ya wateja wetu 10 ambao watawahi kununua hizi laptop. Kuna hii simu mpya ya iPhone 12 Pro Max. Ni kama zawadi. Kweli? Naima aliuliza huku akiwa amejawa na tabasamu. Na yule muuzaji akasema, "Ya, kweli dada, huamini?" No, sio kama siamini. Hii simu ni gharama pia. Ndio ofa zetu boss, karibu sana. Nashukuru sana tena sana na Mungu awabariki mno. Naima alizungumza huku akiwa amejawa na furaha kubwa sana. Alibeba pale mzigo wake na kuondoka dukani. Alirudi ndani ya gari na kisha kaondoka pale taratibu na watu wa Ghost bila hata ya kujua kwamba wameshaonekana. Wakaanza tena kumfuatilia Naima. Nini maana hii? Ina maana kwamba seminiki au ni vipi? Naima alizungumza huku akiwa anasimamisha gari kwenye mataa akisubiria pale taa kuwaka. Baada ya taa kuweza kuwaka, aliendelea na mwendo wake wa taratibu kabisa mpaka kafika kwenye jumba la mzee Ghost. Ameshaanza kuhisi kwamba Ryan amewasiliana na mimi. Naima alijiuliza huku akishuka ndani ya gari, akaelekea moja kwa moja chumbani kwake. Akaikagua laptop hiyo pamoja na simu aliyokuwa amekabidhiwa dukani kama ina chip yoyote ambazo zinaweza kuvujisha mawasiliano yake. Baada ya kuhakikisha kwamba 100% iko sawa, alitoka chumbani akiwa na boksi hilo. Akamuulizia Lisa mpaka kafanikiwa kumpata. Wifi, mbona umekuja kujificha huko wewe mwenyewe? Naima, nikiona watu tu hapa najisi vibaya. Lisa, kwa nini? Kwani umekukera? Hapana, hawajanikera ila tunajisikia tu nikae mwenyewe. Pole sana ise. Surprise. Naima alizungumza huku akimkabidhi Lisa simu hiyo aliyokuwa amepewa kule dukani kama zawadi. Naima. Hisi ndio toleo jamani. Mbona naota? Hisi mtoleo jipya jamani. Wifi yangu, nimekupatia kama zawadi wifi yangu. Asante sana, Mungu akubariki mwaya. Amina. Lisa alimkumbatia Naima kwa furaha mno. Hii simu nimeiweka mfumo ambao mawasiliano yako hakuna mtu ambaye ataweza kuyasikiliza wala kujua ni wapi ulipo. Na ndio maana unaweza ona kuna box limefunguliwa. Leo nilienda mjini. Jamani, nimekaa mimi mpaka nimechoka. Unajua tamani nitakwenda mjini kudhurula kidogo kupunga hali ya hewa. Labda sasa umuombe mzee uende kutembea kama kesho hivi. Alafu kweli unajua Naima, hata mwanangu pia aliniambia anataka kwenda mjini, ila nikamwambia kwamba nitamwambia babu yake. Kwenye safari msinikose jamani. Naima, naanzaje kukukosa wifi yangu kipenzi? Nitafurahi Lisa. Tena nilimuona sebleni. Ngoja nikazungumze naye kabla hata sijampoteza, kwa maana kwamba huyu mzee yuko busy. Wifi yangu. Lisa alisimama haraka na kuelekea sebleni. Kwa bahati nzuri bwana alimkuta Ghost pamoja na Cleopatra wakitazama pale mpira wa cricket. Baba, hivi mko mnaelewa huo mpira? Lisa alizungumza kwa kikaa kwenye moja ya sofa. Sana mwanangu, nauelewa sana. Na ndio mchezo ambao ninaupenda kuliko michezo yote. Nimeanza kuutazama toka kipindi kirefu sana, muda mrefu, sio leo. Mimi wao bwana hata siwajui. Ni Muhindi mmoja hivi ambaye ndiye anayeongoza kucheza mechi nyingi sana za cricket. Cleo mwanangu, unaelewa? Ndiyo, mama naelewa. Cleopatra alijibu huku akiendelea kula popcorn zilizokuwa zimejaa kwenye bakuli. Ghost alionekana kunyanyuka pale. Alishangilia mara baada ya goli kuweza kufungwa. Baba, kwa nini timu inayoshangilia ni ipi? Unayoshangilia wewe? Hapa tunacheza sisi Afrika Kusini na Pakistan. Afrika Kusini? Ni wapi sasa? Yaani hapo kwenye TV ni wako wapi? Hebu nionyeshe. Ni hao waliovaa suruali nyeusi na shati zenye bendera ya Afrika Kusini. Lisa alimtazama Ghost jinsi alivyojawa na furaha ya huo mchezo. Mara baada ya Ghost kutulia huku akiwa anaendelea kutazama mechi hiyo, Lisa akasema, baba samani, naomba kitu.
Zungumza tu mwanangu, nimeshakwambia chochote unachokihitaji wewe niambie. Baba, mimi nakuomba kesho nikatembee mjini na Cleopatra. Unajua toka nimekuja hapa nimekuwa ni mtu wa kukaa tu ndani. Na haya mawazo yanavyoniandama najihisi vibaya. Kiufupi nahitaji kupata fresh air. Ghost alikaa kwanza kimya kwa sekunde kadhaa huku akimtazama Lisa machoni mwake. Na kwa udadisi wake wa macho akagundua kwamba ruhusa hiyo anayoitaka Lisa sio ya kushinikizwa na mtu yoyote, na jinsi anavyojihisi kutokana na hali yake ya ujauzito, na ndio maana anataka hiyo ruhusa. Ghost akamwambia sawa mwanangu, kesho tutaenda wote mjini, nikawatembeza popote pale mnapopataka. Kweli baba? Ndio. Cleopatra alimkimbilia pale Lisa, wakagonganisha mikono yao. Cleopatra, mbona umefurahi sana? Nimefurahi na mimi kesho nakwenda mjini. Kazi kweli kweli. Basi sawa, Mungu abariki, kesho tutakwenda pamoja. Mtazunguka, nitawatembeza kwenye baadhi ya nyumba biashara zangu zingine ambazo ziko hapa Afrika Kusini. Na tutaanzia kutembea kwenye kiwanda changu kikubwa cha kutengenezea simenti pamoja na kiwanja cha kutengenezea silaha. Baba, kumbe una viwanda vingi sana mwanangu, si hapa Afrika Kusini tu. Mimi nimewekeza dunia nzima, hususan Afrika, ila huko kote kuna watu wanazisimamia. Mimi ninachofanya ni kufuatilia kazi zangu kwa njia ya mtandao. Hawakuibi? Hapana, hakuna kunibia. Unajua uzuri ni kwamba mimi nina watu ambao kwa namna moja ama nyingine ninawaamini. Na siku kijifungua mjukuu wangu akikua, nitawatembeza kwenye viwanda vyangu vingine vingi, vikiwemo viwanda vya Boeing. Ngoja kwanza baba. Yaani unazungumzia Boeing, kiwanda cha kutengenezea hizi ndege au? Ndio, nina share zangu pale. Na mimi ndio shareholder namba 2 mwenye share nyingi zaidi. Baba, kweli kwa nini kudanganya binti yangu? Kiufupi mimi ni mtu ambaye nina pesa za kutosha ambazo wajukuu zangu hata usipofanya kazi watakula wao, watoto wao pamoja na wajukuu wao. Lisa alishusha pumzi huku akimtazama Ghost. Haise? Nina makampuni ya kutengenezea whisky nchini Mexico, Marekani. Taratibu utaweza kuona ni vitu vingapi ambavyo mimi ninavimiliki. Kwa bahati mbaya mtoto wangu aliyebakia ni Ryan na wewe tu. Wajukuu ndo Cleopatra na huyu ambaye atakuja hivi karibuni. Ghost alizungumza na kisha alianza kupiga magoti huku akiwa amejawa na furaha kweli kweli. Mechi imeisha. Tumeshinda. Safi sana. Haya, hongera bwana kwa ushindi. Asante, tutembee kidogo. Ghost alizungumza kwa kisimama. Wakatoka nje na kumwacha Cleopatra akibadilisha pale channel na kutazama katuni. Natambua ni vitu gani ambavyo vimefanywa kwenye familia yako kwa sababu ya makamu wako wa rais wa nchini Tanzania. Natambua unaishi mafichoni kwa kuhofia usalama wako, kitu ambacho kwa namna moja ama nyingine ni muhimu kuliko kitu chochote. Ndio baba, ni kweli. Na wapelelezi wangu wamenieleza kwamba wazazi wako pamoja na mdogo wako wa kike wanaishi katika hali ya wasiwasi na uoga mwingi kutokana na kutishiwa na makamu wa rais pamoja na serikali yake. Ndio baba, na hili ndilo ambalo linazidi kunipa wasiwasi mwingi mno. Niambie, unahitaji nifanye nini familia yako? Baba, ikiwezekana hata wakija nikiishi nao hapa, mimi nitashukuru sana baba. Kwa sababu ukitazama mimi nipo huku, kuwasiliana nao kwa shida sana, na hali kama hii nahitaji kuwa na watu ambao ni watu wangu wa karibu ambao kwa namna moja ama nyingine naweza nikawaeleza hali ninayoihisi. Kuna mambo mengine kama wewe baba siwezi kukueleza, ila akiwepo mama yangu naweza nikamueleza na akanielewa. Ni kweli kabisa. Isitoshe na hii mimba yangu baba ndio mimba yangu ya kwanza, hivyo kuna hali ambazo endapo nikimueleza mama basi anaweza akanielewa kwa haraka zaidi. Ni kweli. Je, unahitaji waje lini? Kwa maana kwamba kuna wakati fulani nilisikia walitekwa, mara wakarudishwa. Yaani baba wewe acha tu. Unajua nilishajiunga hadi jeshi ili kulipiza kisasi kwa makamu wa rais, ila nikashindwa. Najua nilishawahi kulifuatilia hilo. Je, unaweza kuzungumza na wazazi wako?
wakakuamini na nikatuma vijana hata leo hii wakaenda pale kuchukuliwa na wakaja huku, kwa maana kwamba hapa na Tanzania ni masaa tu kadhaa kwa ndege. Nitashukuru sana baba. Basi mpigie mtu ambaye anaweza kukuamini. Ghost alizungumza huku akimkabidhi Lisa simu. Ngoja nimpigie mdogo wangu video call. Kidogo anaweza kuipokea. Na okay, sawa, hakuna shida, mpigie tu. Lisa aliingiza namba za Linda katika simu yake na kuanza kupiga namba hiyo kwa mfumo wa video call kupitia WhatsApp. Msikilizaji, kwa upande wa Linda, yeye alionekana huko anawaambia wazazi wake kwamba baba, hapa kutatufaa baba. Linda aliwaambia wazazi wake huku akiwa wamesimama kwenye meza moja ambayo imezungukwa na viti kama 4 hivi kwenye hoteli ya Hayati Regas iliyopo jijini Dar es Salaam. Ya, ndio mwanangu. Hapa panafaa kabisa hapa. Baba Linda alizungumza na wote wakakaa huku Linda akiwa amembeba mwanae. Mhudumu akawasogelea na wakamwagiza kile wanachokihitaji. Leo nimemkumbuka sana mwanangu Lisa. Mama Linda alizungumza hivyo kwa sauti ya upole na iliyojaa huzuni. Usijali mke wangu, mimi na imani huku alipo atakuwa salama tu. Hakuna huko Mburu. Nina wasiwasi sana na mwanangu. Yaani najutia kwa nini nilimuozesha kwa wale washenzi. Haki ya Mungu, ningejua haya yanakwenda kutokea wala hata nisingemlazimisha mwanangu. Ila mimi niliwaambia mama. Ila nyinyi mkutaka kuweza kunisikiliza. Dada Lisa anampenda sana Ryan. Ila nyinyi sijui kwa uchu wenu wa kuona sijui mtoto wenu sijui ataolewa na mdogo wa makamu wa rais, basi hao mkamlazimisha mpaka mwisho wa siku ameangukia kwenye mikono ambayo sio salama. Yote hayo yameshapita jamani, so muda kulaumiana. Kwa maana hakuna ambaye alikuwa anajua kama hili litakwenda kutokea. Baba Linda alizungumza huku akimtazama Linda ambaye toka dada yake hajaolewa alikuwa ni mtu wa kuwaonya mno wazazi wake juu ya Lisa kuolewa na mdogo wa makamu wa rais. Sasa wakati huo ndo simu ya Linda ikaanza kuita pale kwa mfumo video call. Akatazama kwa muda kidogo kwa maana ya kwamba simu hiyo ilikuwa imeingia haionyeshi jina. Alishosha pumzi huku akiwatazama wazazi wake. Wakamuuliza pale, wewe nini, mbona kama umeshtuka? Baba Linda aliuliza, na ndipo taratibu Linda akapokea simu hiyo. Akajikuta macho yakimtoka kwa mshangao, na hii ni mara baada kumwona dada yake Lisa. Vipi dogo? Dada Lisa, ni wewe? Hapo mpaka wazazi wa Lisa walishtuka. Ya, ni mimi mdogo wangu. Sikia, muda wangu ni kidogo mno. Hawa wazazi wanaendeleaje? Nipo nao hapa. Lisa kasalimiana na wazazi wake huku akiwa na furaha iliyomfanya aanze kumwagikwa na machozi. Baba pamoja na mama, nina habari njema ya kueleza. Habari gani hiyo mwanangu? Nina mimba ya mume wangu Ryan. Wow, hongera sana mwanangu. Hongera sana. Baba Linda alizungumza kwa furaha mno. Nawashukuru mama na baba, kwa sasa ninawahitaji kuliko kipindi chochote. Nipo eneo zuri na salama kabisa ambalo huyo mshenzi hawezi kuwafikia. Ninatuma ndege maalum ije wachukue na kuwaleta huku nilipo. Ndege? Wewe dada una ndege? Ndiyo mdogo wangu Linda. Ninawatumia ndege, hivyo bebeni vitu ambavyo mnaona ni vya umuhimu na mjiandae na safari. Ninawaongoja kwa hamu na ikiwezekana leo siku mwe huku. Sasa mwanangu, mimi nikwambia tu kwamba tunakwenda sasa hivi kujiandaa. Mama Lisa alizungumza kwa furaha mno. Dereva atakuja kuchukua hapo mlipo. Wewe dada, kwani uko wapi? Mtakuja kupaona. Sawa mdogo wangu. Kikubwa karibuni sana na wakaribisha. Walizungumza kwa furaha na kuwafanya hata hamu ya kula pia iwaishie. Sawa. Tunaondoka sasa hivi, tunakwenda kujiandaa. Mwanangu, tena nilikuwa ninakuzungumzia hapa sasa hivi. Kweli Mungu ni mkubwa jamani. Asante Mungu. Mama Lisa alizungumza huku machozi yakimbubujika kwa furaha. Baada ya Lisa kukata simu, wakanyanyuka pale. Hata ulichokiagiza kwa wakati huo kilikuwa kina umuhimu tena. Linda alimlipa pale mhudumu. Hiko chakula na vinywaji tulivyoagiza mtakula sawa? Linda alizungumza huku akimtazama mhudumu usoni mwake. Wakatoka nje na kuelekea kwenye maegesho ya magari. Kabla hawajalifikia gari lao, gari ya kifahari ilisimama mbele yao.
Wakashuka pale wanaume watatu waliokuwa wamevalia suti, na kisha taratibu akashuka pale Flora akiwa amevalia miwani myeusi. Taratibu kabisa akawasogelea. Alivua miwani yake kwa dharau kabisa. Aliwapandisha na kuwashusha kwa macho bila hata ya kuwasalimia. Naona mnajipongeza kwa kifo cha babangu mdogo kwa kuja kwenye mahoteli makubwa makubwa kama haya, si ndio? Kejeli za Flora zikamfanya kwa haraka sana Linda amkabidhi baba yake mtoto aliyekuwa amembeba, na kisha akamsogelea Flora. Alimsogelea Flora sehemu alipokuwa amesimama, huku akiwa amekunja ngome, jambo lililofanya walinzi wa Flora wachomwe pale bastola zao, wakamuelekezea Linda pamoja na wazazi wake. Kuwa mtoto wa makamu wa rais, kusikupe jeuri na kiburi cha kuweza kumdharau kila mtu na kuwaona hao mbwa wako hao unaoongozana nao kutuchomlea bastola zao. Kama ni wanaume kweli waniue, kwa maana dunia nzima inakwenda sasa kushuhudia juu ya maji haya, na sidhani kama sheria itakuacha huru mbwa wewe. Linda alizungumza kwa kujiamini na kumfanya Flora kutazama watu waliokuwa wameanza kuzunguka eneo hilo, huku wengine wakirekodi hilo tukio kwa simu zao za mikononi. Wekeni silaha zenu chini, Flora alizungumza kwa sauti ya upole, na wenzi wake wakatia amri hiyo. Kwa hili sitawaacha salama, Flora alimnongoneza Linda sikioni mwake. Una roho chafu na kikatili kama babako wewe, na nikwambie tu hutokuwa salama mara baada ya jambo hili. Linda, hebu tuondoke mwanangu. Baba, acha nimpe makavu yake live huyu mpuzi. Kujiona kwamba ameitawala nchi kama vile ni wewe. Hii nchi sio familia yenu, hii ni nchi ya Tanzania. Leo babako yuko madarakani, kesho hayupo. Utajuta wewe mpuzi mmoja wewe. Na nikwambie tu ukweli kwamba mliweza kumtishia Lisa na kumuondoa hapa nchini. Tambua mimi siogopi na sitoogopa kamwe mbwa kama nyie. Linda aliendelea kuzungumza kwa hasira na kumfanya babake kumshika mkono kwa nguvu na kuelekea lilipo gari lao. Na ninakuambia, chochote kikitokea mjue huyo mwanamke hapo ndo anahusika. Rekodini na maneno yangu. Yaani chochote kikimkuta babangu, mamangu, mwanangu au mimi mwenyewe, huyu mpuzi na babake ndio ambao wamehusika. Baba Linda akaona ibala. Ilibidi muingize Linda ndani ya gari. Akamkabidhi mtoto wake ambaye alikuwa analia kutokana na fujo za mama yake, na taratibu baba Linda aliondoa gari na wakaondoka hilo eneo. Hata muda kuendelea kuwa pemenishia. Tuondokeni, Flora alizungumza kwa kirudi ndani ya gari. Wakaingia ndani ya gari na taratibu wakaondoka hilo eneo. Mkuu, unaacha hili lipite vivi kweli? Najaribu kufikiria nini cha kuwafanya. Si kwa kunidhalilisha huku. Lazima nitamkomesha. Flora alijiapiza huku hasira ikiendelea kumtafuna moyoni mwake. Simu yake ilianza kuita. Akaitoa katika mfuko wa suruali yake na akaona pale ni namba ya mama yake. Aliikata na hazikupita sekunde 5 mama yake akapiga tena ile simu. Ni nini mama, na mawazo yangu mimi bwana. Flora alizungumza kwa hasira, na ndipo mama yake akamwambia, "Wewe umefanya nini kwa mtandaoni? Hadi natumiwa video zako. Mbona mtoto husikii? Ona sasa. Mama wengi wananitumia video zao. Kweli wewe ni wa kwenda kugombana huko barabarani? Hebu niache bwana mama." Flora alizungumza kwa kikata ile simu. Akaingia katika mtandao wa WhatsApp akakutana na video iliyokuwa imetumwa na mama yake ikiwaonyesha walinzi wake wakiwa wameonyesha bastola Linda na wazazi wake pamoja na mwanae. Flora aliachia msonyo mkali na kisha kaifuta hiyo video. Hivi huyu ni mpuzi sana huyu. Naam, makamu wa rais alizungumza huku akiishusha kwa nguvu mezani. Alishusha simu yake hiyo, na hii ni mara baada ya kutumiwa video Flora alitumiwa na mke wake. Mlango wa ofisini kwake ukafunguliwa na mke wake akaingia. Mama Flora, kama ni mambo ya Flora, hebu acha mimi nitazungumza naye mimi mwenyewe. Mke wake hakutaka kuzungumza chochote zaidi ya kuchukua remote ya TV na kisha kabadilisha channel. Nchi hii ilipofikia ni kubaya sana. Haiwezekani walinzi wa mtoto tu wa makamu wa rais wawe na mamlaka ya kuwanyoshia bastola aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Marekani, tena mbele za watu akiwa na mke wake na mtoto mdogo. Kuna haja serikali uweze kuchukua hatua kali kwa watu kama hawa. Naam, ilikuwa ni sauti ya mwandishi wa habari kwenye channel ya Udaku akizungumza. Ni kweli. Sasa najiuliza, wale walinzi ni professional kweli au? Hizi mambo za watu kunyoshana bastola, sisi tulikuwa tunaziona kwenye filamu tu.
ona huyu dada hapo, hana silaha, hana chochote. Ilikuwa ni kitendo cha wao kwenda mbele ya VIP wao na kumlinda, na sio kuchomoa bastola kwa mzee wa watu kama hao. Kitu hakikubaliki bwana Kwa utaratibu kama huu sisi wa Tanzania hatujakizoea bwana. Bwana Zogo likao linaendelea pale kwenye TV, na ndipo makamu wa rais akasema zima hiyo TV. Mke wake akazima hiyo TV. Mume wangu, ndoto zako za kwenda kugombania urais anza kuzizika mapema sana, kwa maana kwa upuuzi anaofanya mwanao na ukimdekeza na kumshirikisha kwenye mambo yako ya kipuuzi, hii ndio mbegu inayokwenda kuchepua. Mimi yangu ni hayo tu. Mke wa makamu wa rais alianza kutembea kuelekea mlangoni. Kwa hiyo hilo ndilo lililokuleta wewe mwanamke? Mke wa makamu wa rais hakujibu chochote zaidi tu kufungua mlango na kisha akatoka ndani hapo, na kumfanya makamu wa rais kuachia msonyo mkali mno. Akampigia pale Flora simu, na kwa bahati mbaya simu yake ilikuwa imezimwa. Alimpigia mlinzi mkuu wa Flora. Ndio mkuu. Mpo na Flora? Ndio mkuu. Haraka sana mfike Ikulu. Sawa mkuu. Makamu wa rais akakata ile simu. Naam, msikilizaji, upande wa pili tukirudi kule Afrika ya Kusini. Baba, kusema la kweli mimi nashukuru kwa yote unayonifanyia. Familia yangu imekuwa ikiishi maisha ya mashaka mno. Usijali Lisa. Wewe kwa sasa ni mwanangu na ninapaswa kuweza kukushirikisha mambo yangu mengi kama utojali. Baba, mimi niko tayari, ni wewe tu na muda wako. Sawa, je, unaonaje nikiwa rais? Baba, unataka kuwa rais? Ndio, kwa nini nisiwe rais? Baba, hauko seriously. Lisa alizungumza kwa kicheka akimtazama baba yake mkwe na kumfanya Ghost kutabasamu. Mbona unacheka? Au mimi sipendezi kuwa rais? No, una sifa zote za kuwa rais baba. Ila baba, unajua ukishaingia kwenye siasa, muda wa kukaa na sisi hautokuwepo. Yaani tutakuwa tu tunakuona tu kwa nadra. Mimi nahitaji kuitengeneza nchi yetu kwa nguvu zangu zote. Tazama nchi yetu ilipofikia. Watu wengi waliuawa na rais huyu aliyopo madarakani, na wengine tunaishi kwenye nchi za watu kama hivi. Kumekuwa kuna matumizi mabovu sana ya pesa kwenye nchi yetu. Madaraka ya kulevya kwa viongozi. Wenye haki wanakandamizwa, na hapa kilichopo ni kwamba wanaachiana vijiti. Akitoka rais huyu wa sasa madarakani, basi rais anayefuata ni adui yako ambaye ni makamu wa rais. Haya, niambie binti yangu, wewe na mjukuu wangu mtakuwa mnaishi maisha ya kukimbia mpaka lini? Maana adui yako akishashikilia nchi hawezi kukubali kuendelea kukuona wewe ukiwa uko na furaha. Alafu kweli baba, umeona mbali Umri wangu kwa sasa umekwenda. Haya maisha ya sasa acha mimi niyamalizie kwenye taifa na kujenga maisha ya baadaye ya wajukuu wangu. Sawa baba, nimekuelewa. Na kuahidi nitakupa support yangu kwa muda wote utakaoweza kuhitaji. Nashukuru sana. Nina hamu sana kukaa nchini na kusaidia watu wangu. Sasa baba, wewe utaingia kwenye chama gani? Kuna chama kikubwa cha siasa ninakifadhili kwa 75%. Hivyo muda wa uchaguzi ukifika nitarudi nchini kuanza kampeni rasmi. Sasa baba, umejipangaje kwenye swala la maadui zako? Hilo halina shaka. Nimeutumia message vijana wangu wapo njiani kwenda kuichukua familia yako na ndege. Kwa ndege iko njiani kuelekea nchini Tanzania. Nashukuru sana baba kusema ule kweli. Sawa, unaweza sasa kwenda kupumzika. Baba, wakifika si nitaruhusiwa kwenda kupokea? Wataletwa moja kwa moja hapa. Wakishuka uwanja wa ndege, watapanda helikopta na kuletwa hapa. Asante baba. Lisa aliondoka huko akiwa amejawa na furaha mno. Kete zangu ninazidi kuzipanga vizuri. Huyu mwanamke nikishamuingiza kwenye 18 zangu, bas Ryan atakuwa hana ujanja tena. Ghost alizungumza kwa kimtazama Lisa kwa nyuma, jinsi alivyokuwa ameumbika, shape yake ilikuwa imekaa sawa sawa. Mashallah, mashallah.
Ghost alizungumza kimoyomoyo huku shetani wa tamaa akianza kumwingia. Lisa break ya kwanza akafika chumbani kwa Naima. Wifi yangu Naima, kesho tuna mtoko, mzee amekubali kututoa out. We, kasema atatutembeza kwenye viwanda vyake. Yaani unajua najihisi raha, we acha tu. Na kubwa kuliko ni kwamba wazazi wangu leo wanakuja huko Afrika Kusini. Ha? Wazazi wako Lisa? Ndio, mbona umeshangaa Naima? Hapana, nafurahi waje kwa kweli. Yaani Naima, sipati picha kama mume wangu angekuepo hapa wakutane naye uso kwa uso baada ya miaka mingi kupita. Kweli Mungu afungue baraka zake. Kwa kweli kikubwa wazazi wangu bwana wawe salama tu, kwa maana yule makamu wa rais amekuwa akiandama sana familia yangu. Kwa nini? Kwani Naima hujui? Nilisikia tu umeozeshwa kwa mdogo wake, ila mambo mengine siyajui. Lisa alikaa kimya huku akitafakari jambo. Naima ni historia ndefu ambayo sipendi sana kuikumbuka mara kwa mara wifi yangu. Ila mimi niliolewa kwa kulazimishwa na wazazi, na mwisho wa siku sikuwahi kumpenda yule mwanaume, na alikuwa ni mtu wa kunibaka kila kukicha. Jambo lilopelekea mimi kuweza kuingiwa na roho ya hasira na chuki, na ikapelekea siku nikamua yule mwanaume. Lisa alikaa kimya huku akimtazama Naima usoni mwake. Ilikuwa ni siku yangu mbaya sana kwa ikotokea kwenye maisha yangu. Japo nimefanya kazi kwenye mashirika ya wakimbizi na kushuhudia vifo vingi kama daktari, ila sio vifo vya mimi kumuua mtu. Lisa, ulichokifanya wala hata sio dhambi, kwa sababu ulikuwa unajitetea wewe mwenyewe. Ona sasa hivi upo maisha ya amani na furaha. Ila kumbukumbu ambayo haifutiki kabisa akilini mwangu ujue. Mungu atakusaidia wifi. Naima, acha mimi nipumzike. Sawa? Ukihitaji kuzungumza au ushauri mimi niko hapa. Naima alizungumza huku Lisa akisimama. Aliondoka chumbani hapo akiwa na furaha. Kwa haraka Naima akapiga namba kwa Rayani ambayo alikuwa amempigia. Simu ikaita na kisha ikapokelewa. Yes, ni mimi naongea. Sauti ya Rayani ikamfanya Naima kupiga hatua hadi mlangoni. Akafunga ule mlango kwa ndani na kisha akapitiliza mpaka bafuni. Akafungua maji la bomba la mvua. Akakaa kwenye sinki la chooni. Rayani, umechanza safari? Ndio. Nipo hatua za mwisho za kuanza safari. Kitu gani umekipata? Sikiliza Rayani, iko hivi. Kesho mzee atamtembeza waifu wako pamoja na mwanao kwenye viwanda vyake. Sasa mkeo hajanipatia details kamili za kiwanda kipi na kipi ambacho atatembelea. Ila na wewe si utakuepo? Ameniomba niende naye. Ila hiyo ni 50 kwa 50, siwezi kujiwekea uhakika. Ila habari mbaya ni hii hapa, nisikilize vizuri. Hivi ninavyozungumza na wewe ni kwamba baba yako ametuma watu wake kwenda nchini Tanzania kwenda kuichukua familia ya mke wako na naileta hapa. What? Imekuwaje mpaka waje hapo? Sijajua, ila nahisi kuna credit mzee anajaribu kuweza kuzipandikiza ndani ya moyo wa mke wako. Shit. Sasa naanza kuona mchezo wake mapema. No, sikiliza, angalizo Ryan. Max pamoja na babako sio watu wa kuamini kwa sasa. Wana mipango mikubwa ambayo wapo tayari kufanya chochote kuhakikisha kwamba hakuna anayesimama mbele yao. Naelewa Naima, naelewa. Kwa taarifa nilizozipata, wao ndio waliohusika na mauaji ya wale wanafunzi kwenye ile shule niliyokuwa nimefundisha. What? Mungu wangu. Jamani. Walikuwa na haja gani kufanya jambo kama hilo jamani, kwa viumbe ambao hawana hatia yoyote? Naima alizungumza hapo, machozi yalianza kumlenga-lenga. Nisikilize Naima, na ndio maana umeona ninafanya kazi zangu mimi kama mimi. Natambua nimekuacha katika mikono hatari ya hao wazee. Hivyo kuwa nao tu makini. Nimegundua jambo Ryan. Jambo gani? Leo nilipokuwa ninatoka kwenda mjini, niliwaona walinzi binafsi wa baba yako wakinifuatilia kwa nyuma. Nimeingia hadi nimetoka, walikuwa wananifuatilia. Yeah. Wananitilia mashaka na hadi sasa hivi Max hajanieleza chochote kile kinachoendelea. Unaweza kuhaki simu ya mzee? Hapana, ana program zake anazozitumia. Na watu wanaoendesha hizo program za simu yake ni wa Israeli na wapo hapa Afrika Kusini. Hivyo ni ngumu kuweza kudukua simu yake. Alafu Ryan, unabari kwamba Scorpion wametoa killing order yenu na watu uliookoa.
na hilo nalitambua. Sasa hujui ni nani ni Scorpion na ni nani sio Scorpion. Huoni kwamba hiyo safari kuja Afrika Kusini ni hatari sana kwako? Natambua hilo Naima, na ndio maana hata kama ninakuja Afrika Kusini, ninakuja kwa muonekano ambao hao Scorpion hawataweza kutambua kama ni mimi. So, unakuja Ryan? Ndio ninakuja. Na hapa ninaingia kwenye ndege. Nikifika Afrika Kusini nitakutafuta kwa namba ya Afrika Kusini. Hakikisha kwamba unakuwa makini Ryan, kwa maana kwamba najiona nipo katikati ya kuzimu na sijui ni wapi pa kuelekea. Naima analitambua hilo. Ila tunahitaji kukuambia jambo moja tu. Ukae ukijua endapo nikirudi nitalikamilisha kama nikipata nafasi. Jambo gani Ryan? Max na baba lazima nitawaua. Na hili nimeshalipitisha akilini mwangu. Na kitu chochote ninachokipitisha moyoni mwangu wakipingwi. Nikutakia siku njema. Simu ikakatika na kumfanya Naima baki mdomo wazi, kwa maana ya kwamba anamjua Ryan ni mtu ambaye kishalipanga lake hakuna anayeweza kulipangua. Ni Mungu tu na si mwanadamu. Bwana Ryan ndo ameshalipanga hilo. Yani hapa inaitwa ubaya ubwela. Yani hapa ubaya tu dhidi ya mzee Max pamoja na Ghost. Je, atafanikiwa kuwaua kweli? Itakuwaje familia ya Lisa ikifika Afrika Kusini? Je, Lisa atakubali kuondoka na Ryan kweli? Bwana, usikose kufuatilia kisa hiki cha Ice You Kill Me. Kumbuka hii ni chapter 5. Mzigo unaitwa Ice You Kill Me. Hii ni sehemu ya kwanza. Sasa tukutane katika sehemu ya pili ya huu mzigo wa Ice You Kill Me chapter 5. Asante. Mzigo umetayarishwa na kuandaliwa na Eda Zaria G Msulwa. Mimi naitwa Uncle J. Bye bye.